tumekuwa na fundisho la kurudi kwa Yesu mara ya pili, na kichwa kikuu kabisa kilikuwa kinazungumza ujio wa pili wa Kristo, na tuliangalia kwamba ahadi za Mungu ni za kweli, lakini pia na za milele. Kuna mifano mingi katika Biblia ambayo aliahidi jambo na akalitenda, na ukiangalia katika Biblia utaona mifano mingi ambayo Mungu aliahidi na akatenda. Kama mnakumbuka, alimwahidi Ibrahimu, nitakupatia uzao na kukubariki na kukufanya kuwa baba wa mataifa, katika Mwanzo sura ya 12 fungu la 2 na 3. Na Mungu alitimiza hilo kwa Ibrahimu. Lakini pia Mungu alitimiza mambo yote aliyowaahidi wana wa Israeli. Hakuna hata moja ambalo hakulitimiza. Kisoma kitabu cha Yoshua sura ya 21 na fungu la 45, utaona kwamba Mungu mambo yote aliyoahidi aliyatimiza kwa wana wa Israeli. Lakini pia neno linalotoka katika vinywa vya Mungu huwa halirudi bure. Lazima litatimiza mapenzi yake. Ukisoma hapo katika kitabu cha Isaya 55 fungu la 11, neno linalotoka katika vinywa vya Mungu halirudi bure. Aliahidi kwamba Yesu atazaliwa na akazaliwa. Galatia 4:4 aliahidi kwamba Yesu atazaliwa na atakuja duniani ili kuikomboa dunia baada ya dhambi kuingia, na ahadi hiyo ilitimia. Lakini pia Yesu aliahidi kwamba atakufa na atafufuka siku ya tatu. Kweli kabisa, tumethibitisha alikufa na siku ya tatu akafanya nini? Akafufuka. Haya tu ni kukupitisha kuona ya kwamba wale wanaodhani ahadi ya kurudi kwake pengine ni kitu ambacho sio cha kweli, waangalie katika historia na Biblia yote inazungumza ya kwamba kila alichoahidi huwa alitimiza. Lakini tukajifunza kwamba atarudi tena. Tukajifunza ya kwamba kuja kwa Kristo kumetajwa katika Biblia mara 1518, kurudi kwake 1518. Mara ya kwanza niliposimama hapa tu niliwaambia hilo jambo ya kwamba kuja kwake kumezungumzwa mara 1510 na 18 kumezungumzwa katika Biblia, na zaidi ya mara 300 katika Agano Jipya. Hii inathibitisha msisitizo mkubwa wa Mungu katika fundisho hili muhimu la kurudi kwa Yesu mara ya pili. Lakini hakuna unabii uliosemwa na kujadiliwa mara nyingi katika Biblia kama kuja kwa Yesu mara ya pili. Lakini pia kama Yesu harudi, tulijifunza katika makambi haya ya kwamba kama Yesu harudi, hakuna faida yoyote ya kuishi. Hakuna faida yoyote ya kufanya nini? Yaani kama harudi, hakuna faida yoyote ya kuishi. Kama Yesu harudi, sisi wote tumepotea. Lakini Mungu atukuzwe, maana atarudi tena. Atarudi tena. Unabii katika Agano la Kale ulizungumza, manabii walizungumza, waliona ujio wa Kristo wa mara ya pili. Waliona, na tulijifunza hapa, tulisoma kitabu cha Matendo sura ya 3 fungu la 20 na 21. Biblia inasema apate kumtuma Kristo Yesu mliyewekewa tangu zamani, ambaye ilimpasa kupokelewa mbinguni hata zije nyakati za kufanywa upya vitu vyote zilizonenwa na Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tokea mwanzo wa ulimwengu. Kwa hiyo manabii walitabiri ya kwamba Yesu atarudi, na hiyo ni hakika. Amini tu ya kwamba atafanya nini? Atarudi. Lakini kama mnakumbuka, tulijifunza pia ya kwamba Yesu
atakuja, atatokea, ataonekana wazi wazi. Halitakuwa tukio la siri, litakuwa ni tukio la wazi. Kwa hiyo mtu asije akakudanganya kwamba ameonekana mahali fulani, ameonekana mahali fulani. Hapana, kwa sababu hili litatokea, litakuwa ni tukio la wazi. Na Yesu aliwaonya wanafunzi wake kwamba wakiwaambia yuko kule, msiende. Wakiwaambia yuko mahali fulani, msiende. Jamani, Bwana asifiwe. Msifanye nini? Msiende. Aliwaonya, maana Yesu alijua ya kwamba kabla hajaja shetani ataigiza kuja kwake ili kuwachanganya watu. Ndio maana katika Tanzania yetu yote, kanisa la Waadventista wa Sabato, viongozi wetu wakapata hili wazo ya kwamba mwaka huu tujikumbushe na tujifunze fundisho hili la kurudi kwa Yesu mara ya pili, kwa sababu wako watu ambao wametokea wakijaribu kuwachanganya watu, hasa wakilinganisha na namna ambazo dunia imekwenda. Wengine wanatabiri, wengine ni manabii, wanasema atafanya hivi, mambo kama hayo. Kwa hiyo Yesu alitoa tahadhari ya kwamba wakiwaambia yuko mahali fulani, usije mkakubali kwenda, kwa sababu ujio wake ni ujio wa wazi. Ufunuo 1:7 anasema, tazama yuaja na kitu gani? Na mawingu, na kila jicho litafanyaje? Litamuona. Kwa hiyo anakuja na mawingu na kila jicho litamuona akija. Kila jicho litamuona, anakuja na mawingu. Na hata wale waliomchoma, Biblia inasema, tulijifunza katika juma hili kwamba hata wale waliomkataa, hata katika makambi haya sasa sisi tumefanya sehemu yetu. Hata wale ambao wamesikia habari hizi lakini hawakubali, wakaamua kubaki kama walivyo, bado Yesu atakapokuja wataonja utukufu wake, ili waone kumbe huyu ndiye tuliyemkataa. Kwa hiyo itakuwa ni tukio la wazi. Lakini pia tulijifunza katika mikutano hii pia kwamba anapokuja ataonekana duniani kote. Dunia yote itamuona. Kuja kwa Kristo utaonekana katika kila sehemu ya ulimwengu, sio tu kwa kundi fulani linaloweza kumtarajia, sio kwa kanisa pekee, wala si kwa wenye haki tu, bali kwa kila kiumbe kilicho hai duniani. Yesu anapokuja mara ya pili, wote watamshuhudia, kila mmoja atamuona, ataonekana katika dunia yote. Luka 17 fungu la 23 na 24, Biblia inasema tena, watawaambia tazama kule, tazama huku, msiondoke mahali mlipo, wala msiwafuate, kwa kuwa kama vile umeme umulikavyo toka upande huu chini ya mbingu hata upande wa mbingu, ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu katika siku yake. Kama umeme, tulijifunza kama umeme unavyotoka pale huku ukaenda huku, Biblia inasema ndivyo atakavyokuja mwana wa Adamu. Kwa hiyo anasema tena, nawaambia tazama, wakiwaambia tazama kule, tazama huku, msifanye nini? Msiondoke, maana ujio wake litakuwa ni tukio la wazi. Dunia yote itamshuhudia Yesu kwa macho yao. Kwa hiyo hiki ndicho kitu cha muhimu sana ambacho ondoka nacho katika miisho ya mikutano ya makambi. Lakini ndipo itakapoonekana ishara mbinguni. Mathayo 24 fungu la 30, Biblia inasema, ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamwona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na utukufu mwingi. Itaonekana ishara mbinguni. Biblia inasema mataifa ya dunia wataomboleza, wale ambao walisikia habari zake. Na Yesu anasema mwenyewe, anawaambia wanafunzi, ukisoma kitabu cha Mathayo vizuri 24, ya kwamba kuna dalili moja tu ambayo
ikisha kamilika hiyo atarudi. Dalili gani? 24:14 Mathayo vile nasema tena habari nini? Njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa kila mtu, na baada ya ujumbe wa Mungu, habari njema kuhubiriwa, ndipo ule mwisho utafanya nini? Utafika. Kwa sababu gani? Mungu hawezi kufanya kitu bila kutoa tahadhari. Ndicho ambacho hata mchungaji alikuwa anazungumza hapa kwamba hawezi akafanya chochote, lazima kila mtu asikie. Na ndio maana unakuta kanisa lina mission ya kuipeleka habari nini? Njema. Ili tuharakishe ujio wake, lazima tupende twende. Ndio maana unakuta kanisa linakwenda huko Lutini, linakwenda wapi? Huko Pangani, linapenya kwenye vijiji. Mkurugenzi wetu wa huduma binafsi alikuwa anatuletea vijiji ambavyo havijafikiwa na ujumbe huu wa Mungu. Tunaambiwa hebu tuleteeni idadi ya vijiji, kwa sababu tunataka tuone ni wapi ujumbe haujafika, ili tufanye kazi kwa uaminifu. Ile tulioachiwa Yesu afanye nini? Arudi. Maana dalili ya mwisho ni habari njema kufanya nini? Kuhubiriwa. Ikishahubiriwa basi Yesu atarudi tena. Ikishahubiriwa basi Yesu atarudi tena. Sasa ukisoma kitabu cha Isaya 25:9, Biblia inasema katika siku hiyo, tazama, watasema, tazama huyu ndiye Mungu wetu. Wale niliwaambia habari zao watakaosema huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemngoja aje atusaidie. Huyu ndiye Bwana tuliyemngoja, na tushangilie na kufurahia wokovu wake Yesu anaporudi. Natamani niwe miongoni mwa hawa hapa. Na hata hivyo, kwa nini wewe usiwepo hapa kwenye hili kundi? Kwa nini sisi tusiwepo hapa? Kama tumepata nafasi hii nzuri ya kuwa ndani ya kanisa na kujifunza, makambi, majuma ya uamsho, kila Sabato tuko hapo, Jumatano lesoni, makesha ya asubuhi. Na maana nikawaambia, ili uwe miongoni mwa watu watakaoshangilia kumlaki Yesu anaporudi mara ya pili, lazima ujiandae kweli kweli, uwe na vifaa vinavyokufanya uwe tayari. Ikawatia moyo familia yako isikose kesha la asubuhi. Jamani, Bwana asifiwe. Na mwinjilisti alikuwa anambia ameyaleta pale, hata mkichukua wote hamyamalizi. Makesha ya asubuhi shilingi 11,100 na mia ngapi? Na 500 na 300. Oh, nimepandisha bei samahani. Na 300. Uchukue kesha lako. Jamani, haleluya. Na kesho unapokuja hapa, yani kesho ujipime kwamba hii uko tayari kwenda au huendi. Unajua utajipimaje? Gharama utakazotumia kesho kujiandaa, kushona nguo, kila kitu kwa ajili na watoto wako, zile gharama ukikaa usiku wa leo ufanye ulinganifu, sadaka ya kumshukuru unayemngoja Yesu anaporudi, na vile ulivyoandaa kutokelezea. Hivi mnanielewa eh? Yaani ufanye ulinganifu, vikilingana bado lazima kuna kimoja kifanye nini? Hicho kitakachozidi, hapo ndipo wewe unapokwenda. Tunaelewana? Alafu mkononi mwako uangalie, je, nina sasa hilo kesha asubuhi? Nina lesoni? Nina Biblia? Si alikuwa anazungumza hata mwinjilisti hapa akikoti namna ambavyo makesha asubuhi yanatia moyo maisha yetu ya Ukristo na safari yetu hii hapa tunapokwenda, tukifanya nini? Tukimsubiri. Yanayotia moyo. Kama hivyo vitu hauna, huwezi ukaenda ukimsubiri. Utakuwa unamsubiri mtu mwingine. Huwezi. Yaani kama mwimbaji wa kwaya
Sasa hivi maana unajua niwaambie kuna watu sasa hivi wako ndugu wanasubiri nguo kwenye foleni uniform. Tena mleti kweli. Wapo. Na zingine zitashona mpaka saa za ibada za Sabato. Maana mwimbaji anasema fundi ng'ang'ana, na mafundi nao kwa vile ni wakorofi wanawapaka kwenye foleni. Yaani mpaka leo hajashona nguo za watu za waimbaji. Yaani mafundi nao Mungu anawaona. Wengine wako mamba sasa hivi basi. Waimbaji usione hata itakwaya hapa ya Vushani. Hebu Vushani kwaya mnyosheni mikono. Tuende pakutalisha. Na hata hawa walioko hapa wamewatuma wenzao unietie yangu. Ninaelewa. Kwa hiyo hata dini mko tu hapa lakini tunajua hampo. Kuna wengine akili zenu ziko wapi? Sasa isipoisha kesho natokaje? Haya maneno simtashuhudia tu kesho hapa utaona. Na mtu aliyevaa nguo mpya huwa hajifichi. Hata kutembea tu utajua hii nguo ni nini. Kwa hiyo kesho mimi nina kazi ya kufanya upembuzi, kuangalia watu wanaopambana hapa na nguo nini. Alafu baadaye mimi final ni kusikia taarifa ya sadaka ya kumshukuru nani? Mungu. Hapo ndipo sasa mimi nitasema hawa wanaenda kana chate yake chafia vabela ngoyo ngoma leo uko iko. Na kama watapendeza na gharama kubwa, lakini unasikia taarifa ya kumshukuru Mungu inasomwa, hakuna kitu. Unasikia kale kagoli tulikopewa ka milioni 2.5 ka ujenzi hakajafika. Halafu watu wametoka na watoto na nini na ng'ombe zimechinjwa. Tayari utajumlisha hapo ujue tayari kuna shida. Na haya maneno sio marahisi. Tayari walio hadi Venisi Sabato. Kama linapoanza tu leo, linapoisha kesho, Jumapili unaanza kuwaza. Unamwambia Mungu kama utanibariki nitakupa nini mwaka mzima mpaka nione kabla nyingine. Unaanza kuhesabu. Kama wewe ni wa mshahara, kila mwisho wa mwezi una calculate kwamba sasa nitamshukuru nini. Pastor anakuambia ingebidi hii sadaka ya shukurani ambayo ninaona ni goli la mshanje ni ya mtu mmoja au wawili kwa mwaka mzima. Kwa uhalisia kama kweli tungekuwa tunamaanisha kwa namna ninavyoona mnaofanya mambo makubwa ama thibika edidi kanea ama milioni ya pesa magita. Mavyombo yako kwenye machuma everekane mawaya evecha huko nyumbani uende mnama hata temua tumia. Muna vitu vingi. Mungu anawabariki. Mnafanya vitu vikubwa. Yaani hiyo sadaka hiyo ya shukurani ingepaswa iwe ya mtu mmoja au ya kanisa tu moja. Moja tu kwa mwaka mzima. Hiyo ingepaswa iwe ni sadaka ya mtu. Ameileta kwa Bwana, anasema na kushukuru ada, na kushukuru afya, na kushukuru shamba, na kushukuru mke, na kushukuru kwangu hakuna msiba, watu hawajaja kulia, na kushukuru anaileta kwa Bwana. Ndio sadaka ambayo anakuja kumshukuru nani? Mungu. Na bado hujahesabu chakula ulichokula tumboni. Na kama kuna kitu usijaribu kukipigia mahesabu ni chakula kinachoingia wapi? Ili tumbo ni yororoma ili teliguta. Usije kujaribu. Maana linatumia gharama nyingi kubwa. Hapo sasa utapiga mahesabu uone. Ninakwenda kweli nikimsubiri huyu anayekuja. Na sasa nikuunganishie hapa. Yusi kama sio jana nikamwambia anakuja na hasira na kisasi. Hili neno pastor ni gumu. Anakuja na nini? Hasira na kisasi. Kwa sababu hata uvumilivu wake utafika nini? Mwisho. Rehema yake na neema yake anayotupa itafika mwisho. Kuna wakati atasema it is over. Nimevumilia vya kutosha. Nimemvumilia vya kutosha, sasa imetosha. Anakuja na kisasi.
Ndio maana nikamwambia, unaporudi nyumbani, kama ni leo, rudini na familia na mume wako na mke wako na watoto, kaeni chini mpige mahesabu. Ndivyo mnavyopaswa kufanya hivyo kwa Mungu kwa mwaka mzima. Ni kweli, hivyo ndivyo mnavyopaswa kufanya kwa Mungu kwa mwaka mzima. Anakuja na kisasi. Nikawasomea jana Ufunuo 6:15, unaweza kusoma tu mwenyewe baadaye. Ile Biblia inasema, na wafalme wa dunia na wakuu na majemadari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima, wakiambia milima na miamba, tuangukieni, tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana-kondoo, kwa maana siku kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Ni nani? Hilo ni swali linaulizwa. Hii siku kuu, ni nani awezaye kusimama mbele ya hii hasira? Kristo atakapokuja kulipiza kisasi kwa wale ambao wamefundisha wakati mwingine na kuwazoeza watu kuikanyaga sabato ya Mungu na kubomoa ukumbusho wake na kukanyaga taratibu zake. Biblia inasema watakimbia, watajificha. Luka 23:30 anasema, ndipo watakapoanza kuiambia milima, tuangukieni, na vilindi tufunikeni, kwa sababu hawako tayari nyuso zao kukutana na uso wa Mungu, na uso wa Mungu. Lakini niliwaambia tena, anakuja mwenyewe. Jamani, anakuja nini? Sodoma alituma malaika, Sodoma, malaika alimtokea Musa, malaika walitangaza kuzaliwa kwa Yohana, lakini hapa anakuja mwenyewe. Jamani, anakuja na mwenyewe. Thesalonike ya kwanza 4:16 Biblia inasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafanya nini? Watafufuliwa kwanza. Tunapoelekea mwisho wa makabi haya, najaribu kukupitisha tu yale ambayo tumejifunza kuhusu fundisho hili la kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kuja kwa Yesu kutasikika, tukio la dunia nzima, tukio la kutisha. Kuja kwa Yesu mara ya pili kutasikika, hakutakuwa kwa siri kamwe. Biblia inathibitisha hilo. Na mafundisho, kuna mafundisho kwamba atakuja kwa siri, na wengine wanasema atakuja kuiba watakatifu, lakini Biblia inasema hakutakuwa kwa siri, atakuja kwa wazi. Lakini hakuna ajuaye siku wala saa. Umetokea makundi mengi sana na watabiri na utabiri wa mwaka na hata siku ambapo Yesu atakuja mara ya pili. Watu wanasema atakuja mwaka fulani, siku fulani. Wametokea manabii wengi wa uongo walioweka tarehe za kurudi kwake mara ya pili, lakini hayo yote ni ya uongo, kwa sababu Biblia inasema hakuna ajuaye siku wala nini saa. Siku na saa ya kuja kwa Kristo mara ya pili haikufunuliwa katika maandiko, wala mwaka ambao tukio hili la utukufu litafanyika hauelezwi. Hakuna mtu anayefahamu, kwani haikufunuliwa kwa mwanadamu katika maandiko. Malaika hawataitangaza, ingawa wanaweza kuhudumu na kuwasiliana na watu, hata mwana haijui. Lakini Biblia inasema Baba ataitangaza atakapozungumza tena kutoka mbinguni. Ndiye atakayetoa tangazo, Mungu mwenyewe, kwamba sasa wakati umefika wa kutoka mbinguni na kuja katika dunia hii kuwachukua watakatifu wake. Lakini
Yesu mwenyewe alisema Mathayo 24:36, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ijuaye, hata malaika walioko mbinguni wala Mwana, ila Baba peke yake. Peke yake. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, Matendo 1:6 na 7, walipokutanika wanafunzi wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndio wakati unapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe. Kutoka Matendo 1:6 na 7. Hakuna unabii wa miaka baada ya 1844. Wanadamu hawatapewa tena ujumbe mwingine unaotaja wakati halisi. Kipindi kirefu kuliko vyote cha wakati kinafikia kwenye majira ya mapukutiko ya mwaka 1844. Wanafunzi pia walijaribu kumhoji Yesu ya kwamba labda huu ndio wakati wa wewe kuwarudishia Israeli ufalme. Yesu akawaambia, ninyi sio kazi yenu kujua haya mambo, sio kazi yenu ambayo Baba atafanya. Yesu akajaribu kuwaeleza wanafunzi ya kwamba hii siri imefichwa, ni Baba peke yake anayejua ya kwamba anakuja, mwisho wa dunia hii unafika lini, ni lini anarudi ili kuchukua watu wake. Kwa nini Mungu hajatupatia hayo maarifa? Kwa nini? Ni kwa sababu tusingeyatumia vizuri maarifa hayo. Kama angetupatia, hali ya mambo ingetokea miongoni mwa watu wetu kwa kuyajua maarifa hayo, ambayo ingechelewesha sana kazi ya Mungu ya kuwatayarisha watu ili wapate kusimama katika siku ile kuu inayokuja. Hatupaswi kujihusisha sana na kusikia nyakati za majira na majira ambayo Mungu hajatufunulia, kwa sababu anasema yale ambayo Mungu ametupatia ndiyo ya kwetu na watoto wetu. Yale ambayo hatujayafunuliwa, hayajafunuliwa kwetu, ni ya Mungu peke yake. Mungu aliona kama ningewaambia wanadamu kwamba nitakuja mwaka fulani, mtu angeamua kufanya dhambi, mtu angeamua kufanya anachotaka, kuua watu, fanya ukatili, alafu anategea zikibaki siku hizi 3 au siku 2. Si anajua kabisa Yesu baada ya siku 2 anakuja. Mtu anategea, anafanya mambo yake, baada ya muda anaanza sasa kusema, ngoja sasa niache, narudi kwa Mungu, niko tayari kwenda. Kwa hiyo Mungu akaona hakuna haja, hii siri lazima abaki nayo peke yake. Kwa nini Yesu alizidi kuchelewesha zaidi kuja kwake mara ya pili? Kama kanisa la Kristo lingefanya kazi yake lililopewa kama Bwana alivyoagiza, basi kabla ya wakati huu ulimwengu wote ungekuwa umeonywa, na Bwana Yesu angekuwa amekuja katika dunia yetu kwa nguvu na utukufu mwingi. Fundisho la kumbukumbu hii kwa ajili yetu, Mungu alikuwa ametayarisha njia mbele ya watu wake. Walikuwa karibu sana na nchi ile ya ahadi. Kitambo kidogo tu wangekuwa wameingia Kanaani. Wao wenyewe walichelewesha kuingia kwao. Wao wenyewe walifanya nini? Jamani, walifanya nini? Walichelewesha, wakazunguka hapo. Wao wenyewe walichelewesha, maana hawakuwa tayari kufanya wajibu wao. Hata sisi leo, kwa sababu tumekataa, hatuko tayari kujitoa, hatuko tayari kuingia moja kwa moja katika kazi. Tumependa mambo yetu, shughuli zetu, tumekuwa binafsi, tumekuwa wajimifu, hatutaki kujitoa. Tumekuwa na mivutano, tukivutana, tukitangaza kuhusu kwenda kuhubiri. Bado wengi hawajajitoa vizuri kwenda kuhubiri habari njema, na kwa sababu hiyo kumechelewesha kurudi kwa Yesu mara ya ngapi? Mara ya pili. Kumechelewesha. Kwa hiyo walichelewesha wenyewe, na niliwaambia hata nilipokuwa nafundisha wakili hapo, tunakuchelewesha wenyewe. Umaskini tunaenda wenyewe. Baada ya kila kitu tuingiwe. Wewe unaiduka tufuja dhaka. Ula mpaka wote ya kitambi. Tuvujani. Utoi. Urudishi. Unajichelewesha
Ndio maana Biblia inasema mnakula lakini hamfanyi nini? Hamshibi. Mumepanda vingi alafu mumevuna kidogo. Maana havijawekezwa. Biblia inasema hawa walijichelewesha wenyewe, wao wenyewe kuingia katika nchi ya ahadi, maana walishindwa kufuata zile kanuni na taratibu ambazo Mungu alikuwa amewawekea. Tunaweza kuendelea kubaki katika dunia hii kwa miaka mingi zaidi kwa sababu ya ukaidi wetu. Tunaweza tukaendelea kubaki. Sisi wengine tukafa, wakazaliwa wengine kwa sababu ya ukaidi wetu. Watu wakaendelea kupata tabu. Tunaendelea yaani hata wewe unaweza ukaendelea kubaki kwenye hayo maisha ulionayo kwa sababu ya kutokubali yale Mungu anayotuambia. Kama waliofanya wana wa Israeli. Lakini kwa ajili ya Kristo, watu wake hawapaswi kuongeza dhambi juu ya dhambi kwa kumlaumu Mungu kwa jambo ambalo ni matokeo ya njia yao mbaya ya utendaji walioichagua wao wenyewe. Ndio maana lazima kila siku useme tatizo ni mimi. Jamani, hebu sema tatizo ni mimi. Tatizo ni mimi. Hata mkiwa kwenye mabaraza kanisa, mkitaka muende vizuri, mshike kila mtu aseme tatizo ni mimi. Ukishajua wewe ndio tatizo, utajishughulikia na kila mtu akijua yeye ndiye, tayari utaona kazi itakao kwenda kwa haraka. Kama nimalizie tu asubuhi ya leo, Mungu mwenyewe atatangaza siku na saa ya kuja kwa Yesu. Hakuna anayejua siku wala saa kurudi kwa Yesu mara ya pili, hata malaika hawajui. Mungu anayejua ataitangaza mwenyewe wakati utakapofika. Lakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Mathayo 24:36. Mara tutasikia sauti ya Mungu kama maji mengi, ambayo ili tupatia siku na saa ya kuja kwa Kristo. Watakatifu walio hai, idadi ipatayo 144,000 walijua na kuelewa sauti hii, huku waovu wakifikiri kuwa ilikuwa ni radi na tetemeko la ardhi. Mungu atatangaza mwenyewe kuja kwake. Sasa hapa ukisoma vipi kuhusu waliokufa, Biblia inazungumza katika kitabu cha ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa na kufanya nini? Na kushinda. Huu mwili Yesu anapokuja lazima utafanya nini? Utabadilishwa. Matumaini yetu mazuri mara nyingi yanakamilishwa hapa, kwamba wapendwa wetu wameondolewa kutoka kwetu na kifo. Tunayavuma macho yao na kuwalaza kaburini, nao wanakuwa mbali na upeo wa macho yetu, lakini hatutenganishwi milele, bali tutakutana na wapendwa waliolala ndani ya Yesu. Watakuja tena kutoka nchi ya adui waliopumzika. Mtoa uzima atakuja, huyu Yesu. Maelfu na malaika watakatifu watamsindikiza katika njia yake. Yeye huzikata kamba za mauti, huvunja pingu za kaburi, na mateka wa thamani hutoka wakiwa na afya na uzuri usioweza kufa tena. Hili ndilo tumaini letu, ya kwamba kuna wakati tumewafumba wapendwa wetu macho, tukawalaza katika majeneza, tukawalaza katika makaburi, tukawaweka na udongo, tukafukia, tukaondoka. Lakini Biblia ina habari njema ya kwamba anaporudi tena Yesu, wataletwa tena kwetu. Baada ya kutoweka katika upeo wa macho yetu, wataletwa tena. Na hili ndilo tumaini ambalo, na hii ndio habari njema tunayoisubiri, na ndio maana tunasubiri kwa hamu kuja kwake, ili yale machozi tuliolia
yale maumivu tuliyoyapata katika dunia hii yakome, tukaishi na Bwana katika nchi ambayo haitakuwa na changamoto tena. Lakini vipi kuhusu watoto wachanga? Biblia inasemaje? Vipi kuhusu watoto wachanga? Kali watoto wachanga wanayofufuka wakiwa wamevikwa kutokufa kutoka katika vitanda vyao vya mavumbi, wanaruka mara moja kwa mabawa hadi mikononi mwa mama zao, wanakutana tena na hakuna kamwe kutengana tena. Lakini wengi wa hawa wachanga hawana mama zao pale. Tulisikiliza bila mafanikio wimbo wa ushindi wa kina mama wa hao watoto wasiokuwa na mama zao bila mafanikio. Malaika wanawapokea watoto hao wachanga wasio na mama na kuwasindikiza kwenda kwenye mti wa uzima. Haleluya! Hii ndio habari njema ya kwamba Yesu anapokuja, hata watoto wachanga wale ambao wengine walikufa wakiwa wachanga kabisa, wengine mama zao hawapo hapo tena, malaika watawachukua wakiwasindikiza, wanaruka na mabawa, wanaenda wanapelekwa na malaika katika ule mti wa uzima, mti wa uzima. Lakini tunapomaliza asubuhi ya leo, lazima ujue maandalizi ya kumlaki Yesu ajapo mara ya pili. Basi kwa kuwa vitu vyote hivi vitafunuliwa hivyo, vimefunuliwa hivyo, imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu, sikiliza, na utaua, mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu na kuhimiza, ambayo katika hiyo mbingu zitafunuliwa zikiungua na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka. Petro wa pili sura ya 3 fungu la 11 na 12. Sikiliza, Biblia inasema, basi kwa kuwa hivi vitu vyote vimefunuliwa katika hili kambi, kwa kuwa tuna uhakika ya kwamba atarudi, tufanye nini? Petro wa pili 3:11 na 12. Biblia inasema, basi kwa kuwa vitu vyote vitafunuliwa hivyo, imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utaua. Pambana katika mwenendo wako, kwa sababu vitu hivi vimefunuliwa. Pambana na familia yako, na ndio maana kutia moyo, boresha, fufua tena, amsha tena maombi kwenye familia yako. Asubuhi nyimbo ziimbwe, saa 11 ziimbwe tena nyimbo, Bwana asubuhi kucha nitakuinua. Watoto wakusanywe kabla hawajaenda shule, familia ikusanywe hapo nyumbani, watu wamuombe Mungu ili awasaidie, malaika wawasaidie kupambana na majaribu na mitego ambayo shetani ameiandaa katika siku hiyo. Jioni familia ikusanywe, watu waimbe, wajifunze neno. Haya ndiyo yatakuwa maandalizi mazuri ya kumlaki anapokuja. Boresha kiwango chako cha uaminifu. Kuwa mwaminifu, rudisha kwa uaminifu. Kuwa mwaminifu katika familia yako, kuwa mwaminifu katika ndoa yako. Fanya haya yote, yatakuwa ni maandalizi mazuri. Marko 13:35 mpaka 37, Biblia inasema, kesheni basi, kwa maana hamjui ajapo mwana wa bwana wa nyumba, kwamba ni jioni au kwamba ni usiku wa manane, au ikapo jimbi au asubuhi, asije akawasili ghafla akawakuta mmelala. Na hilo niwaambialo, Yesu anawaambia ninyi, niwaambialo wote, na hilo niwaambialo wote ninyi, na waambia wote, kesheni. Unajua, huu ilikuwa ni kama wosia, ni maneno ya mwisho. Yesu anaagana na nani? Na wanafunzi wake. Kirefu sana anazungumza, anaandika, anawaambia, anawapa mausia, anawaambia wanafunzi wake ya kwamba kesheni basi, kwa maana hamjui ajapo, asije akaja ghafla akawakuta mmelala. Na anasema hili niwaambialo ninyi hapa, na waambia wote, kesheni. Nami katika makambi haya nawaambia wote, kesheni.
Nawaambia kina mama, kesheni. Nawaambia vijana, kesheni. Nawaambia wanaume wavushanje, kesheni. Vijana, kesheni. Kuna umuhimu, kuna haja ya kuongeza juhudi. Kesha katika maombi. Kesha katika maombi. Yesu anawaambia, nawaambia wote, kesheni. Huu si wakati wa kulala, si wakati wa kukoroma tena, ni wakati wa kukesha. Kesha. Yesu anawaambia, nawaambia wote, ili asije akaja bwana wa harusi halafu akawakuta mmelala. Kesheni. Kesha katika maombi. Kwa wewe baba wa familia, ifanye familia yako ikeshe. Wewe mama, hakikisha familia yako inakesha katika maombi. Wanakesha katika kulisoma neno. Wanakesha katika mambo matakatifu. Wapatie mwamko na iingie roho ya kukesha ndani yetu, maana Biblia inasema siku tusiyoidhani Yesu anafanya nini? Anarudi tena. Anarudi tena. Na malizia kwa kusema hivi. Mungu anasema, nilionyeshwa kwamba ikiwa watu wa Mungu hawafanyi juhudi kwa upande wao, bali wanasubiri kuburudishwa, kuwajie na kuondolewa madhaifu yao na kurekebisha makosa yao, ikiwa wanategemea hilo kuwatakasa na uchafu na mwili na roho, na kuwafaa kushiriki katika kilio kikuu cha malaika watatu, wataonekana kuwa wamepungua. Unafanya nini ndugu katika kazi kubwa ya maandalizi? Wale wanaoungana na ulimwengu wanapokea ukungu wa kiulimwengu na kujitayarisha kwa ajili ya alama ya mnyama. Wale wasiojiamini jinyenyekeza mbele za Mungu. Wale wasiojiamini wanaojinyenyekeza mbele za Mungu na kutaka roho zao kwa utii wa kweli, hawa wanapokea muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Sasa ni wakati wa kujiandaa. Muhuri wa Mungu hautawekwa kamwe kwenye kipaji cha uso cha mwanaume au mwanamke mchafu. Haitaweka kamwe kwenye kipaji cha mwanaume au mwanamke mwenye tamaa anayependa ulimwengu. Haitawekwa kamwe vipaji vya wanaume na wanawake wenye ndimi za uongo na mioyo yenye udanganyifu. Wote wanaopokea muhuri lazima wawe bila doa mbele za Mungu. Ndicho ambacho kitafanyika kabla Yesu hajarudi. Atawaandaa watakatifu wake, na hawa watakatifu anaowaandaa lazima wasiwe na uchafu wowote. Muhuri wa Mungu utawekwa kwao. Asubuhi ya leo, na liwe ni ombi lako ya kwamba Mungu nisaidie ili nipate ushindi. Unaporudi nipate nafasi na mimi ya kuokolewa. Ikiwa iko dhambi inakusonga na umeizoea miaka yote, imekuwa ya kwako, lakini kuna wakati inawezekana unaumia, lakini sasa utaachaje? Ikiwa liko jambo gumu kama hilo ambalo unadhani huwezi peke yako, Yesu ananyosha mikono yake, anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, na yeye Yesu anasema, nami nitawapumzisha. Baba, sina msaada kwako peke, kama kwangu ungefichwa, tusimame sasa hivi.
ni furaha gani kwangu kukuona uso, nijue sauti yako, nipate neema sasa hivi. Naamini Yesu alikufa, alimwaga damu yake nitoke dhambi. Basi tuombe. Tunakushukuru sana Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni kwa ulinzi wako tangu tumeanza kambi hili na hata kufikia siku ya leo. Lakini tunakushukuru kipekee kwa kumtumia mtumishi wako katika kipindi cha mafundisho makuu na katika kipindi cha uwakili, ambapo umempa mafunuo mengi yanayotusaidia kujiandaa kwa kurudi kwako mara ya pili. Lakini pia umetukumbusha jinsi tunapaswa kuwa waaminifu. Baba, ninaomba yote tuliojifunza kupitia vipindi hivi yasiishie katika kambi hili, lakini tukaweze kuyatumia katika maisha yetu. Unakuja haraka na ndilo fundisho lililokuwepo katika juma zima. Ninaomba Bwana, tupe kuwa na matayarisho sahihi. Kama kuna chochote kama mzigo unaotuzinga na kutuzuia tusipate nafasi kuingia katika nchi mpya, ninaomba kwa mwisho huu wa vipindi vya kurudi kwako mara ya pili kwa kambi hili, tusaidie Bwana, ili tuweze kuutua mzigo huu miguuni pako. Wewe peke yako ukatusaidie kuwa washindi. Hata dhambi zile ambazo zinatuzonga, dhambi zinazokuwa rafiki, hebu Bwana ukatutenge nazo, ili tuweze kutambua kwamba kuja kwako ni halisi na tuweze kuishi tayari kwa ajili ya kurudi kwako na kukaa pamoja nawe milele. Tukumbushe pia na kutusaidia kuwa waaminifu kwa zile amana ulizoweka mikononi mwetu. Tuwe mawakili tutakaotoa hesabu sahihi mbele zako. Kila unapotubariki tukumbushe kuangalia kazi yako. Asante kwa ajili ya mtumishi wako, ninaomba umbariki tena hata anapokwenda kwa kambi lingine na huduma nyingine mbalimbali, ukaendelee kumtumia na watu wengi wakabarikiwe. Kipindi kinachofuata tunaomba ukakibariki na kutuwezesha tena kusogea karibu nawe. Ndivyo tuombavyo katika jina la Yesu Mwokozi wetu, amen.